Mpasuko mzito umeendelea kutokea ndani ya Chama cha Mapinduzi baada ya chama hicho kuwatimua madiwani wa viti maalum, ambapo INEC imeweza kuteua madiwani wengine wapya. Uteuzi wa madiwani wanawake wa viti maalum 19 kupitia Chama cha Mapinduzi uliofanywa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC umeibua maswali kuhusu mazingira yaliyosababisha baadhi waliokuwa wanashika nafasi hizo kujiuzuru au kuvuliwa wanachama. INEC ilitangaza uteuzi huo baada ya kutokea kwa nafasi wazi zilizosababishwa na vifo, kujiuzuru na kuvuliwa wanachama waliokuwa wanashikilia nafasi hizo. Kwa mujibu wa taarifa kwa umma iliyotolewa na INEC mnamo Agosti 7 mwaka 2026, uteuzi huo umefanyika kwa kuzingatia kifungu cha 113 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Nikinukuu kipande cha taarifa kilichokuwa kikielezea kutoka katika taarifa ya INEC, wamesema kuwa tume imefanya uteuzi huo baada ya kupokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuhusu uwepo wa nafasi wazi za madiwani wanawake wa viti maalum zilizotokana na vifo, kuvuliwa wanachama na kujiuzuru, imeeleza taarifa hiyo. INEC ilisema kwamba taarifa hiyo iliwasilishwa kwa tume kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 57(1) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani sura ya 343. Hata hivyo, taarifa zilizotufikia katika chombo chetu zinaeleza kuwa baadhi ya madiwani waliojiuzuru baada ya kuapishwa na kuhudumu kwa takribani miezi 9 walishinikizwa kufanya hivyo na viongozi wao, huku watatu waliweza kugomea wakifutwa wanachama katika nafasi zao na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Inadaiwa kwamba hatua hizi zilizochukuliwa katika mazingira ya kuweza kulinda baadhi ya viongozi waliokiuka taratibu wakati wa michakato ya kura za maoni na kupitisha majina ya watu waliodaiwa kutokuwa na sifa. Kada mmoja wa CCM ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kwamba baadhi ya viongozi katika wilaya ambako madiwani hao wamejiuzuru au kufukuzwa wanachama wamekuwa wakieleza kuwa walipoteza sifa. Nikinukuu kada huyo alichokisema kwamba ukisikiliza kauli za viongozi wetu kwenye wilaya ambako madiwani waliokuwepo wamelazimishwa kujiuzuru au kufukuzwa wanachama baada ya kugoma, wanakuambia kwamba wamepoteza sifa. Hizo sifa wamezipoteza lini? Kada huyo alioji amesema kwamba hali hiyo inaashiria kuwepo kwa changamoto katika michakato iliyotumika kuwapata madiwani hao. Akinukuliwa tena alisema kuwa lazima kuna mahali kuna tatizo kule kwenye michakato ya kura za maoni, hawatendei haki kwa sababu mapungufu hayo ni ya viongozi, sio hao madiwani, alisisitiza kada huyo. Tukielekea katika kule mkoa wa Moshi, katika mkoa wa Moshi, miongoni mwa maeneo ambako swala hilo limejitokeza ni manispaa ya Moshi, ambako taarifa kutoka ndani ya CCM zinaeleza kuwa chama hicho kimemshinikiza diwani wa viti maalum Joyce Ndosi kujiuzuru. Kwa mujibu wa taarifa, Ndosi alipokataa kujiuzuru na kutaka INEC imwandikie barua ikieleza sababu za kuondolewa kwake, baadaye alifukuzwa wanachama. Vyanzo mbalimbali vinaeleza ya kuwa Mgeni Ramadhani ambaye kwa sasa ameteuliwa na INEC kuweza kujaza nafasi iliyoachwa na Ndosi ndiye aliyepaswa kupendekezwa na vikao vya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT tangu awali, huku kukiwa na maswali kuhusu namna Ndosi alivyopitishwa na Mgeni tayari ameapishwa kushika nafasi hiyo. Lakini siku ya Jumanne mnamo Agosti 11 mwaka 2026, chombo cha habari kimoja hapa nchini Tanzania kilimtafuta Ndosi kuzungumzia swala hilo,
lakini alikataa kutoa maelezo, akinukuliwa akisema kwamba siwezi kuongelea hili kabisa. Hapana, alisema hivyo Ndosi. Katibu wa CCM wilaya ya Moshi mjini, Amos Mashimba, alipoulizwa kuhusu swala hilo, amesema kwamba ana mamlaka ya kuweza kulizungumzia. Nikinukuu hapa alichoweza kusema Amos Mashimba, amesema kwamba siwezi kuzungumzia kitu ambacho sina mamlaka nacho, na taarifa ya tume inajieleza kila kitu, mwisho wa kunukuu. Hali kama hiyo pia imejitokeza huko pia mkoani Mara katika wilaya ya Rorya, ambako halmashauri kuu ya CCM ilimvua wanachama aliyekuwa diwani wa viti maalum Rosemary Achieng kwa kile kilichoelezwa kuwa ni utovu wa nidhamu. Rosemary alivuliwa wanachama takribani miezi 9 baada ya kuteuliwa na INEC kuwa diwani akiwakilisha tarafa ya Ruhimbo. Alipokea barua ya kuvuliwa wanachama kutoka katika ofisi ya CCM mnamo Julai 21 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, Rosemary aliitwa na uongozi wa CCM na kutakiwa kuandika barua ya kujiuzuru, lakini alikataa, akieleza kuwa uteuzi wake ulifanywa na tume, si chama chake. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukisema au chanzo ambacho kiliweza kudai kwamba aliwaambia hawezi kujiuzuru, labda tume imwandikie barua kueleza kwa nini anatakiwa kufanya hivyo. Kumbuka, hiyo ilikuwa ni mwaka jana mwishoni. Sakata hilo likatulia hadi mnamo mwezi Mei mwaka huu alipoitwa tena na viongozi wa chama, tukapata taarifa kuwa amevuliwa wanachama, kilidai chanzo kimoja hapa nchini. Lakini katibu wa CCM wilaya ya Rorya Moshi Hassan amekiri kwamba Rosemary kavuliwa wanachama, akisema kwamba uamuzi huo ulifanywa na mamlaka ya juu yake. Nikimnukuu katibu wa wilaya ya Rorya hapa tukimzungumzia bwana Hassan, yeye alisema kwamba hili jambo lipo, lakini uamuzi umefanywa na mamlaka ya juu yangu. Ni kuombe utafute uongozi wa mkoa kwa ufafanuzi zaidi, mwisho wa kunukuu. Lakini chombo cha habari cha Mwananchi kiliweza kuzungumza na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mara Patrick Chandi, ambaye amekiri kwamba chama hicho kimemvua wanachama Rosemary, akitaja kwamba utovu wa nidhamu kuwa ndio sababu bila kueleza kwa undani kosa aliweza kulifanya mpaka ikatokea huo utovu wa nidhamu. Sasa nikinukuu kile ambacho ameweza kukisema Patrick, amesema kwamba wewe si umesikia ni utovu wa nidhamu? Andika hivyo hivyo. Ni kweli tumemvua wanachama kwa sababu ya utovu wa nidhamu, ila siwezi kueleza kwa undani zaidi kuhusu huo utovu wa nidhamu. Kwa sasa tuishie hapo, mwisho wa kunukuu. Rosemary pia amekiri kupokea barua ya kuvuliwa wanachama, lakini akasema kwamba hayuko tayari kuzungumzia swala hilo kwa wakati huo. Nikinukuu kile ambacho ameweza kukizungumza Rosemary, pia amesema kwamba tangu jana kuna mambo nayafuatilia. Kwa sasa sina muda wa kuliongelea hili, nitaongea baadaye, labda kesho au siku nikipata nafasi. Mwisho wa kunukuu maneno ya Rosemary ambaye amevuliwa wanachama kule mkoani Rorya. Lakini tukienda moja kwa moja katika mkoa wa Morogoro, pia nako kulikuwepo na sekeseke kama hizo. Mkoani Morogoro, katibu wa CCM mkoa Nuru Ngereja amesema kwamba madiwani walioondolewa walikuwa wamepoteza sifa. Hata hivyo, amesema kwamba hawezi kueleza ni sifa zipi walizopoteza, akisema kwamba taarifa zao zipo ndani ya chama na si vyema kuweka wazi kwa umma. Nikinukuu kile ambacho ameweza kukiongea, amesema kwamba ninachoweza kusema, madiwani hawa walipoteza sifa za kikanuni. Chama kinaendeshwa na kanuni na misingi, lazima ifuatwe. Mwisho wa kunukuu. Ngereja amesisitiza kuwa kuondolewa kwa madiwani hao hakuathiri chama, akisema kwamba CCM haiwezi kuogopa kuweza kulinda
kulinda na kuheshimu misingi yake. Hali hiyo ya Morogoro, Kilimanjaro na Mara inaibua uwezekano kuwa mabadiliko kama hayo yamewakumba madiwani katika halmashauri nyingi, huku sababu hasa za baadhi yao ni kupoteza sifa zikiwa hazijawekwa wazi na viongozi wa CCM. Katika halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, aliyekuwa diwani wa viti maalum Bahati Patson pia ameondolewa katika nafasi hiyo baada ya INEC kumteua Paulina Silai kujaza nafasi hiyo. Silai anayewakilisha tarafa ya Emboleti amechukua nafasi ya Bahati ambaye inadaiwa kwamba jina lake liliteuliwa kimakosa. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, Silai alikuwa ni mshindi wa pili katika mchakato wa uchaguzi wa viti maalum kupitia CCM katika tarafa ya Emboleti. Katibu wa CCM wilaya ya Simanjiro, Wambura Igembia, amesema kwamba Silai amepata nafasi hiyo kwa kuwa alishika nafasi ya pili katika tarafa ya Emboleti katika uchaguzi wa madiwani wa viti maalum kupitia CCM. Hata hivyo, Wambura amethibitisha kuwa Bahati amefutiwa wanachama wa CCM baada ya kutokutekeleza maelekezo ya viongozi wa chama ya kujiuzulu nafasi hiyo kwa maelezo kuwa haikuwa haki yake. Sasa nafasi zilizoachwa kwa vifo, yaani nafasi za madiwani ambazo zilijazwa baada ya vifo vyao, mbali na kujiuzuru na kuvuliwa wanachama, baadhi ya nafasi zilizokuwa wazi zilitokana na vifo vya madiwani. CCM mkoa wa Dodoma imesema kwamba uteuzi wa diwani wa viti maalum ambaye alikuwa ni Amina Swai umetokana na nafasi kuwa wazi kutokana na kifo. Katibu wa CCM mkoa wa Dodoma, Pili Mbaga, ametuambia kwamba uteuzi wa Amina Swai umetokana na kifo cha Amina Kege aliyekuwa diwani wa viti maalum aliyechaguliwa kutoka tarafa ya Bereko wilaya ya Kondoa. Katika halmashauri ya Bunda, Nyamis Biwire amechukua nafasi ya Ruthi Ilungu aliyekuwa diwani wa viti maalum kupitia CCM ambaye pia alifariki dunia mnamo Juni 5 mwaka 2026 katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando aliyokuwa akipatiwa matibabu. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, sisi hatuna la ziada kuanzia hapa. Kikubwa tukuachie wewe uweze kutupa maoni yako na kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine, lakini usiache kutupa maoni yako na kutuambia ni kipi ambacho unacho.